Kigoma na Mikuyuni nako waliondolewa. Ni katika mgogoro unaohusisha halmashauri pamoja na wananchi wa kijiji cha Chakulu mkoani Kigoma kufuatia uvamizi uliofanywa na wananchi waliovamia maeneo hayo kinyume na sheria na kufanya shughuli zao katika maeneo hayo. Kiini chake ni wavamizi ambao wamevamia kwenye ranchi za taifa za mifugo za NALCO. Mgogoro huu unaelezwa kuanza baada ya serikali wilayani hapo kuwaondoa wananchi hawa na kuzuia shughuli zote kufanyika katika maeneo hayo. 21 mwezi wa 10 2023 tukavamiwa, tukapigwa bila taarifa yoyote ile, ambayo walikuwa wanaishi watu kaya takribani 2900. Wale watu waliondolewa pale, wakavunjiwa nyumba, wakaharibiwa mali zao, lakini hawakuonyeshwa makazi mbadala. Nao wananchi wa kijiji hicho wameieleza serikali kwamba maeneo hayo yalikuwa tegemezi katika kuendesha familia, hasa kutokana na shughuli za kilimo. Sisi tuna uchungu wa kulima katika maeneo yetu ambayo tulikuwa tunalima tangu zamani. Mgeni rasmi, mpaka sasa hivi hatujaweka jembe chini ya kulima katika maeneo yetu. Wamekuwa wakikamatwa, wakipigwa faini mbalimbali, na kama alivyozungumza mwenyekiti, shida yao kubwa ni sehemu ya kulima. Pamoja na malalamiko hayo kutoka kwa wananchi, mkuu wa mkoa wa Kigoma Simon Siro amemtaka mkurugenzi wa halmashauri kuhakikisha anatolea maelekezo pamoja na ufafanuzi wa tukio hilo. Mwaka 2023 yakatolewa maelekezo ya maamuzi ya mwisho ya migogoro yote ya ardhi nchi nzima. Kwa kipande kile cha 2500 kwa upande wa Kazaroho kilichotolewa kutoka ranchi ya Marahi kikarejeshwa kwenye eneo la ranchi. Nao wananchi wa kijiji cha Chakuru wameitaka serikali iweze kuwapatia eneo la ardhi kwa lengo la kuendeleza shughuli zao za kilimo. Naomba tu mheshimiwa, turudi kwenye mashamba yetu na sisi tukao kama wenzetu ambao wana mashamba. Baada ya viongozi hao kufikiri kwa kina, mkuu wa mkoa wa Kigoma Simon Siro na hapa ametolea maelezo ya serikali juu ya tukio hilo. Maelekezo ni hayo kwamba Watanzania wagawane hicho kidogo walichonacho. Serikali ina uwezo wa kukupa hizo heka 9 ili kila mtu apate haki yake, maana kila Mtanzania ana haki. Maana sisi tunachofanya ni kwamba tutagawia Watanzania wote sawa, lakini tutaangalia pia na hali ilivyo, kila mtu apate sehemu ya kulima. Wale ambao wanajua kwamba wana maeneo makubwa, tutapunguza hayo maeneo, tutagawia wasiokuwa na maeneo. Baada ya hapo, mkuu wa mkoa wa Kigoma amewataka wananchi wa kijiji hicho kufuata utaratibu ili kijiji hicho kiweze kusajiliwa na kutambulika kisheria. Bila kuwa na kijiji, tutajengaje dispense, tutajengaje zahanati, tutaletaje fedha ya serikali kwenye mambo mengine, na kuwa ni tabu kidogo. Nisiwadanganye. Kwa jambo kubwa la kuanza nalo ni kuona namna gani tunaweza kupata kijiji. Kutoka hapa wilayani Uvinza mkoani Kigoma, usisite kusubscribe Kanyuka TV.